Karibu Tabora, karibu Toronto. Uchumba sio ndoa, ni ahadi ya ndoa. Kama hujafunga ndoa, hujabariki ndoa kanisani, wewe bado upo kwenye uchumba usioeleweka. Una miaka 9, umezaa na watoto, bado unataka huyu mume wangu, huyu mke wangu. No, ni kipindi tu cha posa kwa kijana wa kiume sana. Zingatia hiyo, kwa kijana wa kiume. Achana na jinsia moja. Mimi nazungumzia kwenye Biblia, mume na mke, mwanaume na mwanamke. Ni kipindi cha kuposa, na hasa kwa kijana wa kiume akiwa na lengo la kuoa. Ndio maana ya uchumba, ndio maana ya uchumba. Na kila tamaduni ina namna zake. Sisi kwetu mtu akija kuposa huwa wanaweka vijiti kwamba hapa nimeshawekeza na kiasi fulani, na makabila mengine wana tamaduni zake. Na hiyo ahadi ambayo nimesema, uchumba sio ndoa, ni ahadi ya ndoa. Hiyo ni ahadi ya ndoa ambayo inawakilishwa na ile pete inayovalishwa. Wanapeana hao watu, wanavalishana. Na ndio maana yule anayeomba uchumba huwa anapiga magoti. Ambaye nani? Nani huwa anaenda kuomba uchumba? Nyinyi. Nataka niwasaidie leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bahati nzuri wachungaji wapo. Nani huwa anaenda kuomba kuoa? Nani anayepeleka ombi? Basi huyo ndiye anayeomba. Ndio naweza kuwa sahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni ngumu sana kuimeza hii, lakini ni waashia. Ila kwa mila zetu za Kiafrika sasa, mwanaume kapiga goti, ukoo unaanza kuwa na wasiwasi na yule dada, kama inawezekana hapa tayari mtoto wetu mpigwe na kitu kizito kichwani. Haleluya. Sio kama umenielewa. Sasa mahusiano ya mtu mume na mtu mke yenye lengo la ndoa ni kipindi ambacho kila mmoja anapaswa kumjua mwenzi wake, kumjua mwenzake. Mwanaume amjue na mwanamke amjue, tuko pamoja. Ila sasa hivi kipindi cha urafiki ni ndoa, cha uchumba ni ndoa, cha ndoa ni ndoa, yaani zote ni ndoa. Hata walokole wenyewe hivyo hivyo, wa mataifa ndio usiseme balaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana zamani kanisani kulikuwa na nguo nyeupe wanaita shera la bibi harusi. Lilikuwa na maana, alitumia Rebeka kwenye hii Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kwenye makomentari watakwambia hiyo nguo ilitumika ipasavyo. Hata sasa hivi watu wamechakachuana, wamepigana simu, wameshapigana na kupigana, wameshalamana na kulambana, eti wasema hapa tunakuja anameremeta. Wapi? Mwanaume anajua kama anameremeta au ameremeti bwana. Haleluya, watu wa Mungu. Nani amfanyia Yesu makofi mazuri kama unanielewa? Anayejua anameremeta anapaswa kuwa nani? Mwanaume. Nyie mnaima, si mnaona usoni tu hapa. Si unaongea kitu na watu. Binti kijana alishachakazwa, mimi ameremeta. Haleluya, watu wa Mungu. Unajua hii injili wakati mwingine ni ngumu sana. Si kama tunaelewana. Ni ngumu kuimeza eti. Mabinti ambao mjaolewa, ili neno aname ilikuwa na maana. Sisi kwetu walikuwa wakiimba hivyo na waha. Maana mimi nimeshakaa kwa wana najua hizo tamaduni. Walikuwa na maanisha uongo, mchungaji. Ndio maana kuna kabila moja ile siku kwa heshima, ila kwa sababu wampunguza, walikuwa wanalala hivi. Nalala, tena unageuka unalala, unajua. Watu wa Mungu, mambo yanajulikana bwana. Amina. Amina. Wanajua kabisa, watu wanajua kabisa. Ishapigana mitindo. Haleluya. Fanya namna hii kama unanielewa. Haleluya. Sema pia ufurahi. Bwana asifiwe sana. Watu niishia hapo. Bwana asifiwe. Kipindi hicho cha mahusiano na uchumba ni kipindi cha watu kufahamiana. Kwanza ufahamu mtu tabia yake. Lazima ufahamu mtu tabia yake. Anapenda nini? Ni mtu aina gani? Namba 2, lazima ujue imani yake. Ndugu yangu huyu ni mwenzangu au? Maana inawezekana ile dini nyingine ya kwetu au zile zingine kabisa za kimataifa. Si mnazijua? Pengine huyu lazima nimjue. Ni Mkristo, Muislamu, mpagani. Lazima umjue mtu. Huwezi kwenda kwa mtu ujui dini yake. Wewe sasa hatukuelewi. Ila kuna wadada bwana wanajitosa. Hata ukoo wake haujui anaenda tu.
Madam anasema maisha ni ya mume na dada, wanafuatiliaga historia. Kuna kifafa huko kwao, utarudia mlangoni. Haleluya. Bwana asifiwe. Lazima ujue maono ya mwenzi wako, lazima ujue picha ya akilini, lazima uipate. Kama Jeremia, ndugu yangu we, kale kadada kale, kama hakukuuliza maswali we dada, na wasiwasi sana, ila kwa ninavyomuona kuna maswali uliulizwa mengi sana sana. Hamkwenda hospitali, hamkwenda kwa mchungaji, hakukuwekea masharti fulani. Amina, Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima. Lakini kitu kingine sio maono tu, kabila, afya na mambo mengine mengi sana hapo humo ndani, mengi. Lazima ujue naenda kuishi na mtu ambaye hakuzaliwa na mimi, sio ukoo wangu, sio tamaduni yangu. Naenda kuishi na mtu tofauti, hata kama tumesoma chuo kimoja. Wengine wameoana kwa sababu walikuwa chuoni, na hizo ndoa nyingi sana. Uongo nyingi mno. Watu waliachana shuleni kule, shule ya msingi, baadaye kijana akarudi kule. Kuna watu wameoa wafanyakazi wa ndani mwao, mama anasema mrudie yule binti kule, naona bado yupo, anifanyie mazuri hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mfano wa uchumba mzuri wenye mahusiano mazuri na ndoa takatifu yenye mfano inayorekodiwa mpaka leo bado inatoa historia nzuri na watu wanaitumia kama mfano ni Isaka na Rebeka. Inatoa mchanganuo mzuri sana. Binti alikuwaje na familia ya yule kijana ilikuwaje, na wazazi wali play part namna gani. Kuna utaratibu, mfahamiana, ndio kuna posa, kuna mahali, kuna maandalizi hapa katikati, ndio kuna ndoa, ndio kuishi pamoja. Sasa kuna watu wengine leo akipigiwa simu tu mmoja akaambia niwekee nauli, kesho Mwanza na ndoa, anarudi mwezi anatema mate tu kila upande. Bwana asifiwe sana. Mambo yanaenda kwa utaratibu, wapendwa. Usipozingatia utaratibu lazima uchanganyikane tu. Wale waliooa na kuolewa wanaelewa. Wangapi wananielewa? Lazima kuwa na utaratibu. Kama ufuati utaratibu, kuna mahali utagonga mwamba. Na katika hao mambo yote, zamani zile za mama zetu na baba zetu, wazazi walihusika kutafuta mke, hasa mke. Kijana wetu amefikia umri sasa, anatakiwa kuoa hivi na hivi. Walisema kwenye ukoo fulani, mmenielewa wapendwa? Kama huyo binti umempenda, kama umemuona, kama umemwangalia, nenda ukoo ule ukoo unafanyaga kazi ule, hawalalaji njaa. Ule ukoo kule ni aina yake, tunataka tuchomoe mbegu pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila sasa hivi mkisikia mitandaoni watu wameshazagamuana wanaishi, msikatae. Ndio hiyo sio na kusimulia kwa kifupi ya Rebeka na Isaka. Ibrahimu alimwona Isaka akampenda, akasema, akamtuma mtumishi, nataka mtoto wangu apate mke kutoka kwenye familia ya ndugu zangu, familia ile ya Labani, familia ile ndio naitaka. Kule ndio kuna mtu yule atatusikiliza, yule atatembea na sisi, yule atakwenda pamoja na sisi. Bwana asifiwe sana. Na sifa za Rebeka ziliainishwa, zinatajwa pale, mtu wa Mungu. Kwenye hichi kipengele wengi wamepigwa sana kuangalia sifa za kijana anayetaka kukuoa au kuolewa na huyo, imekuwa ni ngumu. Tumeangalia muonekano, tumeangalia urefu, tumeangalia umbile, tumeangalia sura. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu Tabora, karibu Toronto.